Huu ni uchambuzi wa George Ambangile kuelekea baada ya mchezo wa Simba na Yanga kumalizika na Yanga kuibuka na ushindi wa goli 1-0 ngao ya jamii. Ameandika kwamba tuanze na Simba wakati wa kuanza building eneo la nyuma walikuwa na watu watatu nyuma, Rushine Hamza, Karaboe na Kagoma au Kante. Mmoja wapo anashuka chini kufanya building yao ifanikiwe kufika pressing ya Yanga na walifanikiwa. Tatizo likawa kwenye idadi ya wachezaji, hasa wakivuka mstari wa kati. Simba walifika kwenye eneo la mbele, walikosa idadi nzuri ya wachezaji. Yanga walishinda wao mapambano yao, na ile ya pili plan B ya Simba ikawa kutumia mpira mirefu kwenda kwa winga wao na walifanikiwa kufika eneo la mwisho. Tatizo ni ufanisi ukawa mdogo mbele ya goli. B, Yanga walifanikiwa wapi? Bila mpira waliweka pressure vizuri kwa mpinzani na kuzuia space vizuri eneo la ndani. Viungo watatu walitoa msingi sahihi kwa Yanga kuzuia eneo la kati na wakiwa na mpira walifika eneo la mwisho kwa pattern nzuri. Fanya mpira utembee kwa haraka, jumlisha walikuwa na lana wengi eneo la mbele. Kivipi? Mbili, muundo wa Yanga ulikuwa 2-4 wakati wanaanza build up na ulitoa msingi sahihi wa Yanga kuvuka pressing ya Simba yenye wachezaji wachezaji 6 hadi 5. Rahisi kwao. Changamoto kwao ni Yanga walikosa kiungo mwenye ubunifu. Kulikuwa hakuna accuracy nzuri ya utengenezaji wa nafasi kwenye eneo la mwisho. Kipindi cha pili nafikiri Froze alifanya mabadiliko ya kuamua mchezo. Dumbia kwenye namba 10. Tukaanza kuona nafasi zinatengenezwa kupitia maeneo yote mapembeni na katikati. Walikuwa na idadi nzuri ya wachezaji eneo la mbele. Notes: moja, Dileuk kwa kazi na kiwango alichoonyesha hakupaswa kuwa katika timu iliyopoteza mechi. Very good performance. Mbili, Iza kiulinzi kafanya vitendo vingi vya kiulinzi kwa usahihi. Tatu, Kibdi kafanya vitu vingi kwa usahihi, ila utulivu katika action ya mwisho ulikosekana. Tatu, Pacome sio mechi bora, lakini kasimama na kuhesabika wakati sahihi. Tano, Andambwile mechi bora kacheza leo. Sita, Diara kaonyesha tena kwa nini ni kipa bora sana. 7, mara 6 mfululizo na lini itaisha hii? Simba wenyewe ndio wanajua. Akamaliza na kusema kwamba Simba Yanga 1-0 dhidi ya Simba. Huyu ni George Ambangile akitoa uchambuzi wake kuhusiana na mchezo wa leo wa Yanga dhidi ya Simba, ambao Yanga amefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0, goli la Pacome Pedro Zouzoua ambaye amepiga goli baada ya papatu ya hapa na pale wakajipatia goli. Na mwanafamilia wa MCD Sport Zone, ukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali kwa urahisi zaidi.